Naam, tunazungumza michezo. Hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, wa kinyuma kamera director Runde. Upo stationi kwenye kijiwe cha michezo, kuja kuzungumza masuala ya kimichezo. Mengi yamejiri na mengine yanatarajia kujiri. Tupo na Nasoro Yanga, shabiki na mwanachama kinagindaki wa Young Africans. Nasoro, kwanza kwema? Kwema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia baraka tele kufika siku ya leo. Kabla hatujafika siku ya leo, haina budi yoyote kuishukuru Chapesa TV kwa sisi waongeaji. Ujue Chapesa TV ndo TV peke yake imetukumbuka sisi waongeaji wake kuja kutoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hii haina budi ya kumshukuru kwa kama yeye anawakumbuka sawa wadau wake. Hii ni anatoa changamoto kwa watu wengine wasiokumbuka sawa, kwa mwenzao kafanyaje kakumbuka. Mimi nashukuru sana Chapesa TV na kuombeeni kwa Mwenyezi Mungu kulipopungua akuzidishieni. Nashukuru sana. Asante sana. Kwanza tuanzie hapa, ni mbilingi za kimichezo ambao mambo kibao yanayojiri kuhusiana na Young Africans kwenda CAS, lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi ametoka hadharani na kusema Steven Mguto kama Yanga ataenda CAS itakuwa ni vichekesho vikubwa, kwa maana bado mambo hayajazungumzwa mpaka sasa hivi. Labda nikuseme kitu kimoja cha Chapesa TV. Ujue kwanza Chapesa Media. Kwanza nikwambie kuna kitu kimoja. Mguto mwenyewe kwanza yupo batili ndani ya shirikisho. Kuna maana gani Nasoro? Hayupo sahihi kuliongoza kuwa mwenyekiti ya bodi ya ligi. Hili la kwanza tukae tuongelee kabla tujafika huko kwanza. Kwanza tukae tuongelee yupo batili. Kwa sababu bodi ya ligi inaundwa sawa na viongozi wanaotoka kwenye timu zinazoshiriki ligi kuu. Sawa. Alivyoingia mwenyekiti ya bodi ya ligi, sawa, aliingia akiwa mwenyekiti wa Coast ya Tanga. Coast ya Tanga sasa hivi ina mwenyekiti. Yeye manake kamwagwa, anakuaje mwenyekiti ya bodi ya ligi? Sisi mwanachama wa Coast hatakiwi mwanachama, anatakiwa kiongozi. Susha pale bodi ya ligi inatakiwa viongozi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mzee wetu yupo batuli. Hana vigezo vya kukaa kuwa mwenyekiti ya bodi ya ligi. Hila kwa vile Tanga wote wanatoka Tanga kuja Baikoko wanageana uongozi. Hii tufike wakati tuambiane ukweli kama tunataka ligi yetu iende mbele. Labda kauli yake akisema Young Africans ikienda CAS itakuwa ni vichekesho, umeipokea kwanza? Yanga sio kama ikienda, Yanga ishaenda. Kwa sababu akisema vichekesho, yeye ndo anachekesha watu. Anavyochekesha watu kila siku anakuja na maneno mengine. Si ushanielewa? Kwanza Yanga kwenda CAS ni sahihi. Mpaka sasa hivi hatuelewi ligi ile mechi ya dabi ilivunjwa kwa sababu gani? Mpaka leo hii hakuna Mtanzania anajua dabi imevunjwa kwa sababu gani. Na mpaka leo kila kiongozi wa shirikisho anatoka, kila mtu anakuja na kurupuka tu anaongea anavyojua yeye. Na yeye alishatoka kuongea kwa Yanga haiwezi kupata pointi 3. Si ushanielewa? Kwa hiyo maana yake wanataka kutoa majibu gani na kati majibu washatoa? Majibu baada ya kuwatoa Yanga wamekwenda CAS. Wanajichanganya wenyewe, wanakuambia majibu bado hawajatoa. Wamekaa vikao siku 2. Bwana kumbe. Wamekaa vikao siku 2 mpaka leo majibu hayajapatikana. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja cha pesa. Mimi tokea nipate akili hii dabi ya 7 kuahirishwa, kuvunjika, hii dabi ya 7. Dabi zote zinazovunjika ndani ya siku 3 mpaka wiki moja imekuwa tayari ishapangwa. Sasa wadau wa mpira na mashabiki wa mpira waangalie kwa nini dabi hii mpaka leo haijapangwa. Busara na hekima zitumike. Busara na hekima ndani ya Yanga ishakwisha. Si ushaelewa? Busara na hekima ndani ya Yanga ishakwisha. Watu wa Yanga sasa hivi sisi tunataka kanuni na sheria itumike. Kwa sababu vipi? Yanga ikikosea wanafuata kanuni. Yanga wakikosewa wanataka sheria. Wanataka nani? Busara. Sasa hivi sisi hatuhitaji busara. Muda kufanya busara kwenye ligi yetu ishakwisha. Sasa hivi kumebaki muda wa kufuata kanuni na sheria. Nasoro, jana tulishuhudia mchezo Young Africans dhidi ya Singida Black Star. Katika mchezo ambao Singida Black Star ulikuwa mchezo wa kirafiki dhidi ya Young Africans,
Singida jana wamezindua uwanja wake Airtel Stadium pale mkoani Singida, lakini mengi yamezungumzwa. Kitu kimoja ambacho wadau wa michezo kimeshika mbele katika magazeti ya kijamii pamoja na mitandao ya kijamii baada ya kauli ambayo imezungumzwa waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba kuwa mlezi wa Singida Black Star. Huko nyuma alikuwa ni mdau tu wa Singida alivyokuwa na support. Kauli kwanza umeipokea, sasa hivi ni Mwigulu Nchemba ni mlezi wa Singida Black Star. Hilo ni kweli, nimesikia na nimeipokea. Kwanza tuwapongeze Singida. Hii tuondoe ukakasi. Tuwapongeze Singida. Wamefanya kitu kizuri cha mandhari ya soka ndani ya mkoa wa Singida. Uwanja mzuri sana. Nadhani mpaka kiweka majukwaa uwanja utapendeza. Kwa hili hakuna sababu yoyote ya kukosa kuwapongeza Singida. La pili, Mwigulu Nchemba kuwa mlezi wa Singida sio shida. Huku kwa bodi ya udhamini ya Yanga Afrika, hilo sio shida. Kuna undugu fulani. Ukisema kuna undugu, mpaka Mohamed ana udugu na Yanga Afrika. Mo Dewji ana udugu na Yanga Afrika. Kwa maana gani? Safi sana umeniuliza. Uwanja wa Singida waliochangia kujenga, sawa, akiwa GSM, sawa, kuna benki ile, kuna Mohamed Dewji. Sasa kama lile tawi la Yanga, sawa, maana tunazungumzaga Singida tawi la Yanga, Mohamed alikuwaje ndio kutoa mchango kwa tawi la Yanga? Na pili, mule ndani kuna mtu anaitwa Fatuma Dewji, yupo kwenye bodi, sawa. Wao si Simba waliendaje kwa tawi la Yanga? Kwa hiyo nathibitisha kabisa kuwa na wao Yanga Afrika. Unathibitisha kuwa wao Yanga Afrika? Kwani Mo Dewji alikuwa mbunge wa Singida zamani, labda anaisupport timu ya Singida Black Star. Kwa hiyo kama mbunge wa Singida utaenda kuisupport Yanga Afrika? Kwa sababu watu wengi si mnasema Singida tawi la Yanga. Si ushaelewa? Kama Singida tawi la Yanga, wewe tajiri wa Simba unaenda kuisaidia Singida na wewe Yanga. Kwa hiyo wana Simba wakae kujua hali tajiri wao Yanga Afrika, na ndio maana wanafungwa kwa sababu ya tajiri wao wanapenda Yanga Afrika. Watu wamejiuliza maswali mengi, kwa nini Singida Black Star na Young Africans kucheza mchezo wa kirafiki? Watu wakasema kuna undugu. Ndio maana akakwambiaje Singida na Yanga si ndugu? Mimi sikukukatalia ujue. Ndugu kweli. Ndugu kweli, na Simba ndugu zetu. Si ushaelewa? Singida sisi ndugu zetu na Simba ndugu zetu. Ukitaka kujua kama Simba nao ndugu zetu, si ushaelewa? Mo Dewji kachangia pale uwanja. Fatuma Dewji yupo kwenye bodi ya Singida. Sawa? Sitawi la Yanga lile. Wao wanafanya nini? Kwa hiyo wao nao vile vile ni nani? Ni Yanga Afrika. Hapa kwa kitu ambacho amekifanya Singida Black Star, Nasoro, na neno lolote? Neno lolote lipo. Hii sehemu moja. Naomba mashabiki wa Yanga na wa Simba wanielewe. Kitu walichokifanya Singida kizuri sana, kinaenda kutoa somo kwa Simba na Yanga. Kutoa somo kwa sababu Simba na Yanga mpaka leo si hatuna viwanja vyetu. Mnakoma wapi Nasoro? Hapo ndipo tunawaomba viongozi wetu wakakae chini waangalie. Tumekosa kikubwa, tupate hata kama kile cha Singida. Si ushaelewa? Tutacheza mechi kama mechi kubwa, tutaenda kucheza uwanja Benjamin. Ujue ukiwa na kiwanja chako unajinafasi. Singida wamefanya vizuri mno. Hapo vizuri wavonifurahisha Singida. Wamejenga uwanja bila kelele. Bado kuna wengine wanajenga uwanja na kelele. Kuna mtu mwingine akijenga cha mazoezi basi mitandao yote, media zote zinajua kama anafanya nini. Kina nani hao Nasoro? Wapo. Kuna watu waliweka kiwanja cha kufanya mazoezi kama wamejenga uwanja wa Singida. Kelele chungu nzima, nchi nzima kelele. Singida hakuna mtu alikuwa anajua anajenga uwanja. Singida watu wamekuja kujua kama anajenga uwanja baada ya kutangaza tarehe ya kuzindua uwanja. Hii nawapongeza sana. Kwa sababu wangeanza kuongea kwenye media kila mtu angekuwa anachambua lake. Kwa sababu Watanzania wajuaji wapo wengi. Kuna wachambuzi wanachambua. Wapo wachambuzi mchwala, kuna wachambuzi wanachambua soka na kuna wachambuzi wapo kwa ajili ya maslahi ndani ya nchi. Kina nani hao Nasoro? Wapo, si tunawaona tunawaangalia. Kwa sababu kuna baadhi ya wachambuzi mpaka mpira wanaokosea kuchambua. Wanakuja kuchambua mapenzi baada ya kuchambua mpira. Hii si hatushangai. Tunajua baadhi ya wachambuzi wana njaa. Na njaa ndugu yangu hakuna kitu kibaya kama njaa. Njaa itaenda kukutoa elimu yako. Uongee ndivyo sivyo kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo ndo wachambuzi wetu wengi Tanzania
kinachowasumbua njaa. Jana mchezo dhidi ya Singida Black Stars dhidi ya Young Africans, mchezo wa kirafiki. Jana tulitegemea mchezo utakuwa mpaka dakika 90, lakini dakika 90 hazikumalizika. Mchezo ukaahirishwa kwa maana mvua kunyesha. Labda kwa mtazamo ambao umeuona katika uwanja wa Singida Black Stars, kwa jinsi mlivyocheza dhidi yao, unadhani uwanja Singida kwanza wasiutumie kwanza wa ukarabati au wautumie katika ligi kwanza siku mbili hizi? Mimi kwa ushauri wangu, kwanza Singida wasingetumia uwanja. Wangeuacha, kwa sababu uwanja ukishamalizika majukwaa utakuwa bonge la uwanja. Utakuwa uwanja, kuna baadhi za timu zimeanza kujenga uwanja, ataenda kuwapita Singida. La pili, naenda kwa Azam Media. Jana, siku ya jana, Azam Media hawajatutendea haki mashabiki wa mpira Tanzania. Maana gani? Kipindi cha kwanza tuliangalia dakika 28. Mitambo yao ikakata, hatukuona tena mpaka kipindi cha pili. Kipindi cha pili baada ya kufungwa Yanga goli, hatukuona tena. Tumekuja kusikia kwenye mitandao tu mechi imekufa. Tunawashauri, tunawaomba wazidi kutengeneza, kwa sababu wao ndio mpira wetu, lazima tuwasifie. Wao mpira wetu ndio wameupandisha. Kwa hiyo basi warekebishe mitambo yao tuone vizuri. Jonathan Kangalombo jana anauzindua katika uwanja Airtel Stadium pale Singida. Anatanguliza Young Africans. Anauzindua. Unamzungumziaje? Kangalombo niliongea, bado muda hatakuja kupima umri wa watu. Anaonesha kuwa yeye mtu gani Mkangalombo. Ana watu wawili, huko ana beki mbele ana kipa. Anapiga goli moja, lile goli mimi nimeliona kipindi wa uhai wa mpira wa Zinedine Zidane ya Zidu Zizu. Nakwambia Mpanzu pale anapiga shuti anapaisha. Mpanzu kabisa. Pale anapiga shuti anapaisha, Kibudeni Zibana anapiga mogem shuti anapaisha. Kwa hiyo muone mwanaume kaukata mpira pap, inaenda kupiga nyavu za juu. Zile ndo anapigaga Zinedine Zidane. Zile ndo anapigaga Zinedine Zidane ya Zidu Zizu. Enzi ya uhai wake. Zile mipira kama ile anakuja anapigaga mtu mmoja Gaucho. Sasa hivi hayupo kwenye mpira. Ndio watu wanapiga mipira kama ile. Huwezi ukaenda kumchukua Fuadi aswa kwa akili timamu akafunga mipira ile.